Wakati unapokaribia uchaguzi mkuu wa 2027, Rais William Ruto anakumbana na challenge kubwa kutoka kwa wananchi ambao wanaendelea kujipanga kuhusiana na kampeni hiyo na uchaguzi mkuu wenyewe, na jukwaa kubwa zaidi leo hii ambalo limeibuka nchini Kenya kuhusiana na wananchi kuelewa siasa yao ni jukwaa la bunge la mwananchi. Kwa majina naitwa Mama Tatu Mwange, mimi ni mkazi wa Mombasa. Jukwaa ambalo pamoja na mitandao ya kijamii kama Facebook na TikTok linatishia kubadilisha milele siasa ya Kenya na jinsi wananchi wanavyoelewa siasa hiyo. Mimi serikali ya Uhuru Kenyatta nimezaa watoto 3 mara moja. Hii ya UDA hata kutamani tu nipate mmoja ndio sitamani. Kwa chini ya miaka 10 iliyopita, kadri mitandao ya kijamii ilivyoendelea kutamba kote Afrika na sana sana hapa nchini Kenya, hasa kutokana na ujio wa TikTok ambako wanaenda wananchi wengi kufuatilia kinachofanyika. Hivi vitu mmeanza hapa, mheshimiwa gavana, unakujanga unaleta conductor kwa hiyo barabara tunatudanganya ndio upite. Mara hii hautapita. Bunge la wananchi ambayo ni makao yasiyo maalum ya Wakenya kutoka miji mbalimbali kujikusanya kila siku kujadili siasa yao na kutoa maoni mbele ya kamera zinazopeperusha video hizo kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya kununua parliament wakaona the only place they need to buy ni bunge la mwananchi. Inaonekana mabunge haya yamebadilisha kabisa mwonekano wa siasa ya Kenya, huku wananchi wakihama kutoka enzi zile za mtu kusikiliza siasa peke yake na familia yake akiwa nyumbani ama kuungana na wengine kuzunguka magazeti kujadili kilichochapishwa, na sasa hivi kwa kuwa mitandao ya kijamii inatoa full information kwa wananchi hata kabla ya televisheni ama redio kuzitangaza. Tumekuwa mkikula pesa yetu tunanyamazia mwana zini mapala. Hii mjinga amerevuka. Inakuwa kwamba mwananchi wa kawaida ana ujuzi mkubwa zaidi wa siasa yake inavyoendelea ikilinganishwa na ilivyokuwa miaka ya awali. Sasa hii mmetoa HIF, mkatoa mkaweka suji Asha. Tena ndio hii mmetoa Asha. Suji mmeweka aje? Mmeweka gani? Mabunge ya mwananchi yanafanyika kote nchini, maarufu zaidi yakiwa jijini Nairobi, katika maeneo kama Jakaranda huko Kayole na hata mjini Githurai upande mwingine wa Nairobi. Kemani, Ishongwa, Saitan, wewe ni bure kabisa. Sijawahi ona mwanaume anatukana mtu na bibi yake. Pamoja na maeneo kama Mombasa, Narok na magharibi mwa Kenya ambako wananchi wanapeperusha maoni yao kila siku. Hao Wajaluo wenye sasa wanapiga kelele hapa kama hawa wanasema Ruto one time. Na viwango vya mijadala ya kisiasa inayofanyika katika mabunge haya ya mwananchi vikiwa vipo juu sana. Gavana wetu akiwa na shida, pia seneta mkubafu. Wewe seneta ulishindwa na kazi yako, alafu nataka kiti ya gavana. Kiasi kwamba katika miaka ijayo itakuwa ni impossible kwa mwanasiasa yoyote kumlaghai mwananchi ama kutoa ahadi za uongo na kutarajia kwamba yule anayemtolea ahadi hizo atakuwa hajawahi kusikia hichi anachoambiwa ama atakuwa mjinga sana kiasi kwamba asijue anadanganywa. Nauliza rais, uchukua watu Ebola weke State House. Social media imekuja kabisa kubadilisha jinsi inavyofanyika siasa, uongozi na demokrasia barani Afrika, na ni kama taifa la Kenya na wapiga kura wake wengi watakuwa katika mstari wa mbele kubadilisha siasa na uongozi wao kutumia mitandao ya kijamii ya TikTok, Facebook, X na YouTube, na watafanya hivyo kwa kupeperusha mijadala yao katika mitandao hii kutoka bunge la wananchi. Ai Nur Madobo Kanga, wa Kenya na waashua, hakuna siku mtaniona nikisema Ruto tu. Kitu ambacho kinaendelea kuwachanua na kuwafunua akili wananchi wengi ambao wanatazama katika simu zao na kusikia maoni ya watu wengine wa kawaida kama wao. Ruto ubebe pesa na gunia upeleke Iluo Nyanza, na kuelewa kwamba wewe kama mwananchi wa kawaida una uwezo mkubwa wa kujielimisha na kujijuza kuhusu kinachoendelea, na hata ukatoa mchango muhimu wa kimaoni na kimawazo kuhusiana na inavyofanyika siasa ya nchi yako katika viwango vyote, kutoka wadi, eneo bunge hadi siasa za kitaifa anakochaguliwa rais. Ni hivyo wenzangu, tunatembea pamoja. William Ruto atakuwa rais wa kwanza kupatana na upinzani mkubwa kutoka kwa wananchi wanaojielimisha na kujifunua akili zao za kisiasa kupitia mabunge ya wananchi, kwa sababu mabunge haya yanaendelea kuchipuka kila uchao na yanaendelea kuibua manyota wa kusema hadharani na viongozi chipukizi ambao hawaonekani kuwa na uoga wowote wa kuwafitulia wenzao manyumbani kuhusu kinachofanyika. Ruto sasa hata shetani yenyewe amemwacha afanye kazi Kenya. Shetani sasa anaenda huko nchi zingine. Hapa Kenya ni Ruto afanye kazi kwa sababu yeye
ni rafiki na shetani wameungana hivi. Na ni kama Kenya inaingia katika era na kipindi ambacho watu wenye ushawishi mkubwa zaidi hawatakuwa watu matajiri wenye magari makubwa wanaoishi mijini Nairobi, huko Karen, Muthaiga na Runda, bali watakuwa ni wananchi wa kawaida tu ambao wana uwezo na vipawa vya aina fulani vya kuelewa mambo na kuyafafanua kwa lugha ya kawaida kwa wananchi wenzao. Kama ameamua kuleta Ebola Kenya, anunue mpaka sanduku ya kutuweka ndani. Mr. Speaker, asilete Ebola na wacha tujibaie sanduku. Anunue mpaka sanduku tuwekwe ndani. Kwa mara ya kwanza tumeona vijana kama Omosh Wanawa, wenzake wengi katika bunge la Jacaranda, Bwana Wanjohi na wenzake pia kutoka bunge la Githurai na wengine wengi ambao wamekuwa wakitoa maoni yao na matamshi makali dhidi ya wanasiasa, kiasi kwamba hata baadhi yao wameishia kukamatwa na maafisa wa polisi na kufunguliwa mashtaka bandia kama njia ya kujaribu kuwatia uoga wanyamaze. Mimi hata nishikwe ama niuliwe, hata nikiweka kwa sanduku saa hii, bado mimi ni mtu wa one term. Wanasiasa wengi ambao wameishi kujifaidisha kwa kudanganya wananchi wanatishiwa sana na matukio yanayoendelea kufanyika katika mabunge ya wananchi kote nchini, na wanasiasa hao, wengi wao wa two term katika serikali ya Rais William Ruto, wanaonekana kuwa na haja kubwa ya kujaribu kuzima sauti hizi za bunge la mwananchi, wakiamini kwamba siasa inafaa kufanyika kutoka centralized place, ya kwamba kama utafanya hizi vitu nimesema, kama utaendelea na sinema, ujue next week Monday tutakuwa kwa barabara. Yaani kama zamani ambapo taarifa zote walizopata wananchi kuhusu siasa na viongozi wao zilitoka kwa wasomi wa televisheni na redio Nairobi, ambao walikuwa wanapewa kazi na kudhibitiwa na viongozi hao wa serikali. Uwezi toka hapa na miguu zako mbili uende Western uende kutuza watoto wetu Western. Hiyo ni nonsense. Leo hii wengi wenye ushawishi mitandaoni wanaotoa maoni yao na yanasikilizwa na watu ni Wakenya wenye akili nyingi, lakini waliopo mashinani ambao kwa njia moja ama nyingine hawajapata ama kupewa nafasi za kuinuka juu na kuwa na utajiri na magari hayo, na ndio sababu wanakuwa watu hatari sana kiushawishi. 2027 hatutaki promises. In fact hatutaki hata ile inaitangwa nini ile kasia wanatuadikianga manifesto. Kwa sababu hao Wakenya wa kawaida wenye maoni hayo ni watu wengi, wapo katika maeneo tofauti tofauti, na hata iwapo mwanasiasa ataamua kuwanyamazisha kwa kuwateka nyara, kuwakamata, kuwaua ama hata kuwalipa, itakuwa ni vigumu kwake kuua wote waliopo nchini Kenya katika mabunge ya wananchi. Kwani Uhuru Muigai Kenyatta kuzunguka kila mahali akimwambia huyu mtu ni mbaya? Si azunguka Kenya nzima. Lakini juu ya yote, kila siku inaibuka sauti mpya na yenye ushawishi zaidi ya kuwajulisha wananchi kuhusu kinachofanyika na kuleta muonekano mpya ambao unazuia ukweli usifichwe kwa wananchi ilivyokuwa awali wakati wa traditional media. Unatuambia unatupeleka Singapore. Wana Kenya wacha niwaambie, Singapore ni kuwapeleka jehanamu. Social media na mitandao ya kijamii imekuja kuwapa sauti wananchi wa kawaida, kufungua milango yote ya vizuizi iliyozuia mwananchi kupata information ya kutosha ili aweze kufanya maamuzi. Na leo hii wanasiasa wengi ambao wamejinufaisha kwa muda mrefu kwa kuvalia maski na kuficha maovu yao wanakuta wakianikwa na watu wa kawaida tu ambao hata hawajawahi kukutana nao, na basi inakuwa useless kwa mwanasiasa yoyote wa kuchaguliwa kujaribu kuzuia ukweli usifikie wananchi. Ndio sababu iwapo Rais William Ruto atachaguliwa kwa mara ya pili, hazitakosa juhudi kutoka kwa wanasiasa wa karibu naye za kutaka kudhibiti uwezo wa wananchi wa kawaida kujadiliana siasa katika mabunge ya wananchi, na watafanya hivyo kwa kuwataka wale wanaozungumza kwenye mabunge haya wapate kibali rasmi kutoka kwa serikali, kitu ambacho kitafeli kwa sababu hizo tulizozitaja awali. Mimi naambia nyinyi wananchi, hakuna mtu mnapenda. Hata yule rais ataingia kesho kama ni Kalonzo, mtasema hivyo tu. Lakini juu ya yote, inawezekana wanasiasa hao hata watajaribu kudhibiti ni nani anaweza kuchapisha maoni yake kwenye mitandao ya kijamii, yote ambayo bila shaka yatafeli, kwa sababu social media ilikofika sasa itakuwa ni vigumu sana kwa serikali yoyote kuizima bila kujiletea matatizo kutoka kwa wapiga kura. Hao watu wanadawavia two term. Hata ukiwauliza mtu anasema two term ni nini? Nini rais amefanya? Hakuna. Sasa kuelekea uchaguzi mkuu wa 2027, maamuzi mengi ya kupiga kura na siasa yatafanyika kutoka kwa mabunge haya, mabunge ambayo yameinua viongozi wao, yakawapa umaarufu na yakahakikisha kwamba viongozi hao walioinuka wana maoni chanya, yaani wapo wa one term na two term wote katika kundi moja. Wakenya sio watu ambao wanatishwa.
inafaa jiulize kwa nini kwanza wanasema hivyo. Kitu ambacho kimechangia sana kuhakikisha kwamba wanasiasa wote wanaotaka kujadiliwa vizuri katika mabunge hayo lazima wawe na ajenda nzuri wanayowauzia wananchi na rekodi bora za kuchapa kazi. Ati ule kijana mwenye alipiga polisi alifanya vibaya ama alifanya vizuri? La sivyo, hata wakilipa mmoja awasifie, wataishia kuvutia wengine ambao watakuwa hawajalipwa watakaojitokeza kumshambulia huyo mwanasiasa, na basi kwa njia hiyo kuibuka kwa mjadala hii ya hadharani ya wananchi kujadiliana siasa zao. Watoto bawa, wa vijana bawa. Inamaanisha watu wanachanuana na kulindana wenyewe kwa wenyewe, na kwa mwanasiasa ambaye hawezi kulipa kila mtu awe anaimba wimbo wake, kinachosalia tu ni yeye kuhakikisha anafanya kazi na anauza sera zinazofaa. La sivyo, wananchi hao wanaotaka wamsifie wa bunge la mwananchi ndio wataishia kupiga kampeni dhidi yake na wamnyang'anye kura. Anafikiri sisi hatukuona ile mambo alifanyia Mlima Kenya, anakuja kutuambia kwa Musanga alile. Juu ya yote, mabunge haya ya mwananchi ambayo yameibuka kote kote yanasaidia Wakenya wengi, haswa Wakenya wanaoishi mijini, kujadiliana matatizo mengi ambayo wamekuwa wakiuziwa kwa muda kuhusiana na migawanyiko ya ukabila. Nasikia wenzangu wako na hasira ati Rigathi Gachagua alikuwa kwa Ramogi TV. Na mijadala hii ya kisiasa inayofanyika kwenye mabunge ya Jacaranda, Githurai na kwingineko kote yanafungua nafasi ya wananchi kumaliza matatizo hayo na kuponya vidonda hivyo vya kisiasa. Sasa Ruto anawakanganya sana, mnaanza tu kujua nyinyi wenyewe kwa wenyewe, kumbafu nyinyi. Kumaanisha kwamba iwapo mabunge ya mwananchi haswa yale yaliyopo mijini yataendelea kuwepo kwa miaka 10 ijayo, Wakenya wataishia kujadili na kumaliza kabisa tension ya kikabila iliyo baina yao, na iwe sasa wanasiasa kama hawa wa zamani tulionao sasa wa divide and conquer hawatapata nafasi wala majukwaa ya kuwapumbaza watu kwa kuambia yule bwana hafai kuwa ndugu yako kwa sababu ni wa kabila tofauti. Bunge power. Bunge power. Juu ya yote, uongo wa kihistoria ambao umekuwa ukisambazwa kuhusiana na ni yupi alitumia yupi vibaya haswa kabla na baada ya Kenya kupata uhuru ni vitu ambavyo vinazidi kujadiliwa na wananchi wenyewe bila wanasiasa na maajenti wao katika media kujiingiza katikati, na mijadala hii itaponya taifa na kumaliza mizozo mingi kwa hali ambayo itakuwa ni faida kubwa kwa mwananchi na Mkenya wa kawaida, lakini itakuwa ni hasara kwa wanasiasa ambao siku zote wanategemea migawanyiko na ujinga wa Mkenya wa kawaida pamoja na ukosefu wa jukwaa za wananchi kujadiliana na kujuana ili kuuza migawanyiko na kupata kura.